Huyo anasema Lupokela ulikuwa unatakiwa umsaidie huyo mama kile alichokipata kutoka kwa hao watoto ili hao watoto waende shule. Anaandika maoni yake. Juma Mkande kutokea Tanga anasema Magoroti Muheza uko na wapata sana, sizimi redio nikiwasha leo ujue hadi umeme ukatike ndio inazima. Haya bwana, karibu ndugu yangu. Kumekucha. Kumekucha vizuri tu. Siku nyingine. Sisi tupo hapa. Ndio bwana, juzi ilikuwa ni wiki iliyopita. Kwa wale wafuatiliaji wa pia wa EATV saa moja walikutana na habari kutokea pale Babati mkoani Manyara. Kwenye kile kijiji cha Seloto. Kazi mmoja pale. Alikuwa ni kijana tu mwenye umri wa miaka 25, alikuwa anaitwa Fred Peter ambaye alifariki dunia baada ya kushambuliwa na fisi. Fisi. Fisi kaka. Fisi. Sio fisi. Fisi mnyama. Fisi. Taharuki kubwa ilikuwepo pale. Kwa sababu majirani pale kwa mujibu wa wenyeji pale kwamba jamani, mbona tujazoea haya mambo? Kulikoni tena fisi? Sasa ilikuwa ni swala ambalo lilibua mjadala sio katika eneo hilo peke yake. Bali kuhusisha pia mazingira kwa ujumla yalihusisha tukio hilo. Na kwa mujibu wa mashuhuda ni kuwa alikuwa akitoka kwenye msiba kidogo kutoa pole na nini, usiku akirejea nyumbani akakutana na kundi la fisi, wakamshambulia na hadi akapoteza maisha. Tujikumbushe kidogo majirani ambao walikuwa mashuhuda pamoja na mwenyekiti wa kijiji hicho ambaye alikuwa anaitwa Francis Leons ambaye alizungumzia pia kuhusiana na tukio hilo. Ni mara ya kwanza huyo mtu kuliwa na fisi. Pia ina mara ya kwanza huyo mtu kuliwa na fisi. Pia inawatupa sisi walimu changamoto na watoto wanaokaa mazingira mbali na shule yetu. Maana kuna watoto wanakaa mazingira mbali, kwa mfano huko mazingira ya Karbu huko mbele. Huwa tunawapa muda wale wanaokaa mbali. Namba 1 ni saa 1 kamili, ila tunawapa muda wanakuja saa 1:30. Kwa hiyo wale pia tutaongezea muda kutokana na ili tukio. Maana mazingira kwao ni mbali, huko ndani huko kuna misitu, kuna pori. Kwa hiyo pia watoto watakuwa wameogopa kutokana na ili changamoto la mtu kuliwa na fisi. Kwa hilo la wanyama pori hao wanaohusika lazima waangalie hao wanyama wakali kama fisi namna ya kuwadhibiti. Jijini kwetu huku fisi wamekuwa wengi. Na pia sasa hivi tunaogopa hata watoto wa shule kwenda shuleni. Kwa sababu wafisi wamekuwa wengi. Tunaomba hawa watu wa TANAPA waje hapa watusaidie. Sababu ni yeye ndio ilituamsha kwenye mbavu. Sababu sio yeye hatujaweza kumkagua sana kwa sababu tulikuwa sisi tumehusika sana kwa kupigana kwenye swala la yeye. Ili kuwaita wenzetu. Kwanza afisi wanatuogopesha sisi kama wanafunzi. Kwa hiyo inatulazimu tusiwahi shule. Maana hii ni kipindi cha mavuno. Kwa hiyo hapo wengi tu hata kwenye mabua. Kwa hiyo natutilia hofu nyingi sana wakati wa kwenda shule. Kuna muda nakutana naye usiku kama natoka hivi prepo. Kwa sometimes inabidi tu kwa sasa hivi naweza nikaacha hiyo shughuli ya kwenda prepo. Kwa kuwa fisi hawa sasa wamekuwa wakali kupita kiasi. Hatua stahiki zichukuliwe na wahusika hasa TANAPA. Mkuu wa kituo pamoja na afisa mpelelezi wa wilaya wakapiga simu mbele yetu. Watu wa TANAPA wakasema tuko tayari leo jioni kazi hiyo itaanza. Tunachoomba ni ushirikiano kwa wananchi hasa wa maeneo husika, kwa sababu leo kwa vyovyote fisi hawa watarudi kwenye maeneo haya. Huyo mtu ambaye ameliwa utumbo, sehemu iliyobaki pamoja na kichwa, ikawa tunaendelea kulinda na tulitoa taarifa kituo cha polisi. Polisi wakasema subirini. Walipofika wakafanya uchunguzi, kwa sababu tukio linapotokea walisema inawezekana mtu huyu aliuawa. Baada ya kuuawa akatupwa, fisi wakamkuta huko mbugani. Kwa hiyo vipimo halisi tutapata kutokana na vipimo vya daktari. Kwa hiyo daktari alipima akasema kweli huyu mtu alikuwa mzima, amekutana na janga la kukutana na mafisi. Basi baada ya vipimo wakamchukua. Kuna kipindi tuliwahi kuripoti hapa kwamba bwana
Sasa serikali iliingilia kati, wana fisi wengi sana mpaka watu walikuwa wanatumia kama usafiri. Nakumbuka ile usafiri wa fisi bwana. Bwana anamiliki fisi wake wawili, akitakwenda mjini kwa shughuli zake, safari zake za dharura. Tumia fisi. Anadandia fisi. Nakwambia sasa fisi wamekuwa ni kukutana nao ni kawaida. Wamekuwa wengi kiasi kwamba mwanafunzi mmoja akitoa shuhuda hapa akitoka kwenye masomo yake ya jioni yale nakutana na fisi bwana. Huyo. Anatoka wapi kwenye nani? Kazini. Sasa kwa mazingira ya jiografia pale. Karibu na hifadhi ni kweli, kwa sababu watu wa hifadhi wameombwa waingilie kati ili walau kutafuta namna bora zaidi ya kuhakikisha wanawasaidia wana kijiji pale. Sasa ni swala ambalo linahusisha masuala mengi sana, kama masuala ya kiimani, masuala kama hivyo ya kiupelelezi ya polisi, masuala mbalimbali, lakini bado ambao tukio ambalo limeacha hofu kubwa kwa wana kijiji pale. Baada hapo tumtafute Roda Kimati. Mwandishi wetu akiwa pale Manyara ambaye pia alifika kwenye kijiji hicho kwa ajili ya kupata kwa undani zaidi nini ambacho kinatajwa kama ni tatizo kubwa hapa. Tayari Roda huyu hapa. Sawa bana. Tunazungumza na Roda Kimati kutoka Manyara. Roda, habari za asubuhi ndugu yetu. Salama kabisa hapo studio Mtei. Sasa bana, taarifa ambayo tulikuwa tukizungumza hapa ni tukio hili la fisi. Unajua stories za fisi zimekuwa zina pande mbili. Tutaka tufahamu pia kutokea huko, ni fisi wa kawaida kabisa Roda? Kwa mujibu wa wanakijiji na wananchi wa kijiji hichi cha Seloto, na wao pia wako pande mbili. Wengine wanaamini kwamba ni fisi wa mtu ambaye ametumwa katika kijiji hicho kuweza kuangamiza watu, lakini pia kuna wengine wanaamini kwamba ni fisi wa porini, ni wanyama tu wa kawaida wa porini. Lakini kwa imani hizo mbili za kukinzana, mwenyekiti pamoja na wazee wa kimila wakaamua kufanya maombi, wamepanga kufanya maombi na kualika wazee wengine wa kimila katika vijiji vitatu vingine vilivyokuwa jirani, ambapo fisi hao pia wanafika katika vijiji hivyo. Kwa hiyo wameomba kibali kutoka polisi ili waweze kufanya maombi juu ya fisi hao, kwa sababu ni kitendo cha kwanza katika kijiji hicho. Fisi hao hawakuwahi kuwaona, na ni kundi kubwa la fisi ambalo linazunguka ndani ya kijiji hicho. Kwa hiyo wameamua kuungana vijiji vitatu, ukichanganya na hicho cha Seloto vinakuwa ni vijiji 4, kuweza kuomba juu ya fisi hao. Kama ni fisi wa mtu, basi maombi hayo yatafanya kazi, lakini kama ni fisi wa porini, ni wanyama tu wa porini, basi maombi hayo pia hayo yatafanya kazi kuweza kuwaondoa au kuhama kabisa katika kijiji hicho. Mazingira ya kijiji hicho, tukikaa kwenye hiyo sababu ya kwamba ni fisi wa kawaida, mazingira hayo yanaakisi kwamba kunaweza kupatikana wanyama hao wapo karibu na mbuga, au kuna maeneo ambayo wanapatikana fisi hao? Kwa mujibu wa mwenyekiti na kwa mujibu wa kutizama eneo hilo, hakuna msitu mkubwa wa kuweza kuhifadhi fisi hao wengi kundi hilo. Lakini wanasema kwamba ni kutokana na mashamba. Sasa hivi mashamba yao wameyavuna na kuna mashamba makubwa ambayo yana mabua, na fisi hao ndipo wanapojificha. Lakini baada ya tukio hilo, mwenyekiti aliomba mamlaka husika ya wanyamapori kufika katika eneo hilo, lakini mamlaka hiyo ilifika na ikaweka kambi ya siku 2 kuweza kupambana na kujua kambi ya fisi hiyo iko wapi. Lakini bado haijaonekana hiyo kambi ilipo ya fisi hao, lakini walitoa tu taarifa kwamba wananchi, endapo tu wakiona viashiria vya kambi ya fisi hao walipo, watoe taarifa kwa haraka ili waweze kudhibitiwa na waweze kuondolewa kabisa katika vijiji hivyo, maana kijiji hicho kina watu wengi. Tumesikia baadhi kwenye taarifa hii wanafunzi wakilalamika kwamba na wenyewe pia wanakumbana nao. Kuna namna kijiji kiliweka maeneo kadhaa ulinzi ili kusaidia watu kama hao ambao wanalalamika sasa kwamba wanakutana nao pia wasipate madhara? Ndio, kijiji hicho pia mwenyekiti aliandaa timu ya vijana ambao wataweza kuwasindikiza wanafunzi kipindi wanakwenda shuleni na kipindi wanatoka shuleni. Wameandaa timu ambayo itasindikiza wanafunzi, lakini wametakiwa wanafunzi hao wasiwahi kama walivyokuwa wanawahi kipindi cha mwanzo.
wasiwe kwenda shule, lakini vijana hao watakuwa kwa maalum kwa ajili ya kuwasindikiza wanafunzi wao kuwapeleka shuleni, lakini wakati wa kurudi majumbani watawarudisha. Na pia wananchi wametakiwa kutembea mmoja mmoja, watembee kwa makundi. Roda, tunakushukuru sana kwa muda wako asubuhi hii. Nashukuru sana Mtei. Haya bwana, huyo ni Roda Kimati kutokea pale Manyara. Umesikia kuhusiana na anasema wananchi pia na wenyewe wana pande mbili. Wana mtazamo mwingine. Wapo wanaamini ni fisi, amesema kabisa fisi wa mtu. Ametumwa. Katika wanyama wote umeona utume fisi, kweli mtu, ndugu mtu vipi? Sema kiimani, kwa sababu ameshadhibitiwa kimaombi. Wanapiga maombi. Ndo wanaandaa maombi. Lakini hiyo ndo mtazamo kwamba kuna fisi wanatumwa, fisi wa mtu. Sasa huo sio mtazamo sasa. Kwa mujibu wa wenyeji pale sio mtazamo. Sio jambo la kusadikika. Kwa sababu mara kadhaa imewahi kutajwa hiyo kwamba ipo kwa maana ya serikali wao kuingilia kati na kutoa onyo kama jamani, hii ni zile unajua nini zile nyara za serikali. Usikutwe na fisi, unamiliki fisi. Ambao kwa mujibu wa sheria za nchi hairuhusiwi mtu binafsi kumiliki. Kwa hiyo ipo kwa wenyeji pale, ni jambo ambalo mtu anaweza akasema tu ana fisi wangapi, anaweza kwenye mazungumzo binafsi na mtu. Kwa hiyo ipo na inaonekana inatumika pia kwa zile imani za Kiafrika zile. Kiafrika. Mimi nikumbusha kijiji nikiwa mdogo sana, kumewahi kuwa na chatu. Yaani kijiji ambacho hakina pori kubwa, hakuna hata nyoka wengi, tukakutana na chatu barabarani, mkubwa kweli kweli kama wale wa kwenye movie wale. Anazurura, yuko hoi kashiba, anazurura, ameshakula sana mbuzi wa wananchi. Tukafanya kabla ya pale kulikuwa kuna malalamiko mengi sana ya ng'ombe wanaonyonyesha hawa. Kuamka asubuhi, unajua ukiamka asubuhi kule kijijini, ukiamka unawahi kwenye zizi la ng'ombe kwa ajili ya kuchukua maziwa, ni uhakika kwamba asubuhi ng'ombe wamesheheni maziwa. Sababu umemfunga mtoto mbali, kwa hiyo unafikiri kwa unakamua maziwa kutosha kwanza. Hakuna mwana kijiji alikuwa anakuta maziwa kwenye ng'ombe. Imefyonzwa, afu kuna njia ya chatu imetoka. Ndio akipita chatu unamuona kwamba hapa alipita chatu shambani. Kwa hiyo alikuja akanyonya akaondoka. Hajamdhuru ng'ombe. Hajamdhuru ng'ombe, kanywa tu maziwa akaondoka. Baada ya pale tukamkuta ule chatu barabarani. Amekaa yuko hoi, sasa sijui ni dawa ziliisha au ni chatu wa mtu alichoka kutumwa. Chatu anaenda kunywa maziwa. Ananywa maziwa tu. Hali nyama amuui ng'ombe, maziwa anaondoka. Tulimuua ule chatu, lakini kitu ambacho kilifanya tukaamini ni chatu wa mtu, tulimchoma ndani ya siku 2 mfululizo. Hayupo tu. Amekufa, lakini yani haungui kwamba eti ameteketea, yupo tu. Kaja kuteketea kama siku ya 3 hivi. Mambo ya kitamaduni. Sasa tukamii pale tulikuwa tunachoma chatu wa mtu. Kuna sheria zinazosimamia. Choma huko mnapiga maombi, sio mnachoma tu. Choma huko mko na watumishi pale. Sio kirahisi yani. Wazee wa kimila. Yeye tukiona nilikumbuka sana kwa sababu siku tulimchoma chatu, alipoteketea ndo mtoto kakaangu mmoja alitembea, alikuwa kama anachelewa kutembea. Hivyo tukasema jamani, au ni chatu kasema. Kwaga na kumbukumbu hiyo, maana hata mimi namkuta anambia wewe ulitembea siku tulipoua chatu, kwa hiyo usiletee matatizo. Kwa hiyo unajua pale mjenga uhusiano kwamba na wewe umetembea siku moja chatu alikufa kijijini hapa, usiletee mambo. Sema mambo haya hapo jamani. Yapo, mimi nakwambia. Yapo. Nafikiri tu labda hajaendelezwa kufanya utafiti hapo. Kama tunaweza kumtuma chatu rafiki yangu au kumtuma fisi. Unajua hiyo sanaa hiyo sayansi. Zamani mimi nimesikia zaidi ya mara moja mtu anatumiwa radi, anatumiwa nyuki kwa mfano. Na walikuwa wanajisifia kabisa, sema bwana, kati ya sisi tunaotuma radi tunamlenga mtu mmoja na yule anayetuma bomu na huwa watu 200, nani gaidi? Hai kwa ajili ya mchungu. Yaani kwa ajili ya mchungu. Ni wengine hata mtu sikia sauti. Wale walini kule Israeli na watu kibao na vitu. Sio tuma bomu na huwa 200. Sisi radi tunalenga na dedicate. Kwa nani magaidi hapo? Nani gaidi hapo? Nani gaidi? Bora sisi yani. Kwa hiyo ipo yani radi, nyuki. Mambo hayana. Sasa yani mimi natamani kufahamu. Na sasa hivi teknolojia ilivyoendelea zaidi, kwa sisi wanaume unatumiwa hadi mwanamke kaka. Usiku una ndoto? Sio kwenye ndoto kaka.
kwenye maisha tu ya kawaida, wala unahitaji ushirikina. Tuna bwana wewe mwanamke huyo ukifika mpaka mtu radi tu. Matokeo yake ni yale vifo. Matokeo yote ni vifo. Wewe vifo. Yani sasa hii afisi imeshtua sana na imeleta kidogo hofu kwa wakazi pale. Kwa sababu wenyewe nakwambia ni mara ya kwanza. Of course kwa Manyara sio mara ya kwanza kuripoti kuhusiana na afisi, lakini kwenye kile kijiji pale ni mara ya kwanza, na wanashangaa zaidi kuona hilo kundi sasa, kundi kubwa. Bora tangejitokeza tu wamepotea njia afisi mmoja. Sasa wana kundi kabisa, ni wameanzisha na wajita na jina lao kabisa ni camp, na wao wanatembea kwa makundi. Hata maeneo ya Simiyu huko nao isha kulipitiwa habari za afisi. Ni ukanda huo unafanana. Watu wale ambao walikuwa wale walevi ambao wanaambia wanamtembea usiku. Simiyu kuna hapo. Kwa sasa ukiangalia, yani kwa nataka yani hiyo kwamba wanatumia sana gani kumtuma fisi. Yani hiyo, umeona hiyo teknolojia hiyo. Wewe utakuuliza Mtei kwa vitu vyake anafanyaje? Hiyo watafute sasa. Hiyo watafute. Mimi natamani hiyo sanaa hiyo ya nafikiri kama watakwambia. Yani sasa kwenye kipindi kama hiki cha maonesho ya Sabasaba inatakiwa tu sasa sanaa kama tunazozichanganywa. Elizimbo anatuelimisha, anasemaje? Yupo kina Mpanda Singida, anasema fisi wa kawaida huwa wanaogopa sana watu, ila fisi wa kutumwa mjomba anakuua. Anasema fisi wa kawaida kumbe namna wananyenyewa wanakwepa watu mpaka wachokoze sana, lakini anasema fisi wa kutumwa ndo wanakuja uso kwa uso. Wanakuja kabisa na picha yako ameshika hapa. Elizimbo yuko kina Mpanda Singida kule, kutoa pia maoni yake. Kuhakikisha kwamba ndo mwenyewe na picha yako wanayo. Huyu naitwa Kasim Amasi, nipo Mayuyuda Singida. Kaka, mimi nawaombea wenzetu wa Manyara wanusuru na mafisi wala watu. Ameandika pia. Kawaita mafisi wala watu. Wale wenzetu wafisi wa kusafiria wale na wenyewe. Wale ndo walitoa mpya wale. Toa mpya. Mtu atakwenda mjini anapanda fisi kaka. Toa mpya. Godfrey Ngumba pia kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube anasema ni mara ya kwanza huyo mtu kuliwa na fisi. Hiyo ni homa ya kinasa ilimpata mwalimu. Ni mara ya kwanza fisi kuingia kijijini. Alijiuma kidogo. Sasa naona yeye ameichukua hiyo kama ilivyo, lakini alimaanisha hicho cha mara ya kwanza fisi kuonekana kwenye kijiji hicho. Sio kwamba ameliwa kwa mara ya kwanza kwenye kijiji hicho, kwamba ana uzoefu. Ameenda huyo, amepoteza maisha. Kijana umri wa miaka 25 pekee amepoteza maisha baada ya tukio hilo ambalo la kusikitisha lililoacha wengi midomo wazi katika kijiji hicho ambacho kwa mujibu wa ripota wetu ni kwamba hakipo katika mazingira hayo ya kutisha, kama kuna msitu au mbuga ama hifadhi. Kuna hifadhi fulani labda wanatoroka au nini. Kipo kwenye mazingira ya kawaida. Hakipo. Ndio maana wana wasiwasi kwamba wametoka wapi fisi watu hawa. Akipigwa vizuri fisi anaweza kubadilika kama mwenyewe sasa. Alimtuma. Akapigwa vizuri akabadilika akasema, sikilizeni jamani, ni mimi. Na kwa hiyo wale wanakoga ni kama ni kweli ni fisi wa kutumwa. Wakati mwingine kwa mfano kama huyo chatu, sisi tuliamini kwamba ni mtu aliyekuwa amejivisha uchatu ili afyonze maziwa. Kwa sababu lengo la kumpiga vizuri ile chatu ilikuwa tunataka tujue aitokeze pale huyu ni nani. Chato anatoa sauti. Huyo Chato hakuwahi kumeza mtu. Na wala hakuwahi kuonekana sana. Yaani tulikuwa tunaona njia tu. Yeye kama sema jamani, nini kimeburuza shambani hapa, kimepita kimetokea kule. Mnajadili mnaisha. Kesi yote ilivyomkuza akasema kumbe mpitaji ilikuwa ni huyu. Sasa tumpige vizuri amtaje mhusika, lakini bahati mbaya akafariki bila kumtaja. Sasa bahati mbaya zaidi nikisema hiyo watu wataongesha, lakini baada ya pale tulikuwa tunamuhisi hakumaliza miezi 4 baada ya Chatu kufariki. Tulikuwa tunamuhisi kaondoka. Hasa kwa wazee hiyo tukaunganisha. Sisi tumeua Chatu kafariki na tulikuwa tunamuhisi, jamani, connection yake imekujaje? Mambo yapo, ni imani tu. Mambo yapo, na hii ya Manyara hii anachoenda kufanya sasa hivi wazee ndio kitaenda ndo mapigo wanayosema mapigo ambayo yanatumika kwenye sayansi huko, sio haya ya kutumia fimbo tena. Wazee wanasema nakutana kwa ajili ya maombi,
kuweka muungano wa vijiji kadhaa pale, kuweka maombi yao ya kitaalamu. Hicho ndo kichapo ambacho kitamtaja tu kama bwana kuna muhusika pale ni nini, sisi wa Afrika bwana. Shanga afisa anatokea pale anaanza kuomba msamaha pale. Ila naamini kuna namna pia TANAPA kusaidia watu. Yani hayo yote tunazungumza imani hayaondoi jukumu la wenzetu kusaidia kwa maeneo ambayo yana changamoto kama hii, kufanya namna ya hivi fisi analiwa na kutoa hai inawezekana. Mwezi kunijibu. Kuna mambo mmoja namuona mtandaoni, nitamuuliza fisi alivi. Kuna mmoja anakula kenge mitandaoni, nitamuuliza vipi nyama ya fisi unaionaje ukipata na ndizi mbili na karosti fulani pata na kamchuzi. Usiseme hapana. Usiseme hapana. Sema wewe uli. Sema hapana. Sema unajua vyakula vya ndani nyama ambao waliwi si wako watu wanajulikana tu kwamba nyama fulani aliwi. Fisi haje kutoka kwenye eneo lolote la kuliwa kutokuliwa. Taarifa zake tuziache kama naweza kutumwa basi naweza kaliwa. Kama naweza kutumwa kuliwa naweza. Tuziache kwanza. Lakini naamini kuna namna ambayo ni bora zaidi hususan ya kujilinda. Pamoja na kwamba wanakijiji wamechukua hatua ya kutumia mbinu sasa ya kuwalinda kwa kuongozana na kundi la vijana, kama jamani tuwe wengi tu, asitembee mtu mmoja au watoto wanafunzi wasiende shuleni peke yao. Tuongozane nao, tuwasindikize ama tuhakikishe kwamba kuna vijana maalum wanaosaidia jukumu la ulinzi. Lakini kuna namna nyingine pia kutoa elimu ya namna bora zaidi ya kujilinda unapokutana na aina ya wanyama kama hao. Labda kama kitaalamu fisi atakao jilindaje ukikutana na fisi, zile elimu zile ndogo ambazo kwa mazingira ya kijiji kama hiki inapaswa pia kwa wanakijiji wote kufahamu, kama ambavyo bwana ukutana na tembo kimbia hivi na hivi. Wanasema ukutana tembo kimbia ukiwa kwa kuteremka mlima. Kama unakatakata kona akianza kukimbia upepo ukimpuliza masikio anafunika macho. Kwa hiyo anachanganyikiwa. Hiyo ni ndio tunapewa kijijini kwetu zamani sana. Ukiona tembo tu ingia mlimani teremka, hata kama anakukimbiza. Akishaanza kukimbiza lakini ni mlima upepo unapuliza, masikio yanafunika. Unajua masikio yake ni makubwa, yanafunika macho. Kwa hiyo automatically hata kuona tena wewe ndio utapata chance ya ku sana kama hizo. Au ile mbinu nyingine ukutana tembo lala chini afu usipumue. Akuguse aondoke. Sasa hiyo usiitumie kama tembo akishaona mtu kafa agusi. Kwa hiyo akigusa hivi puani akiona tayari anaondoka. Sasa utachukua muda gani kutokupumua? Anaweza kakanyaga kidogo kujaribisha. Anaweza tumboni kidogo tujaribu. Wewe tukanyage tumboni tuone amepona ameondoka kweli. Kanyaga ile kana safari. Hapo ndipo zamwambia sikiliza bwana mimi nipo. Acha masiara tuheshimiane. Wana dakika 55 tukirudi itakuwa ni muda wa habari za biashara. Sisi bado tupo mpaka 3 kamili za asubuhi. Naitwa Kizaudi Mtei. Sisi tutakuwepo hapa, maoni yako pia tunayasubiri kupitia 0683 80 29 66. Usiondoke. We got the DJs. You're listening. DJ Mackay. Allah. DJ Mackay. Wicked. DJ Mackay. You're listening to DJ Mackay. East Africa Radio. DJs with the fire mix. East Africa Radio. All hits. The feeling of good music.